Ndugu waandishi wa habari, nichukue fursa hii nikiwa kamanda mpya wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, nimeona imekuwa ni vyema siku ya leo niwaite hapa kwa ajili ya kufahamiana na kuomba ushirikiano katika kazi zetu za kila siku za Jeshi la Polisi. Nafikiri wengi wenu mnanifahamu. Kabla hapo nilikuwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kwa maana RCO Mjini Magharibi kwa kipindi cha miaka 5, na imempendeza na nimshukuru mkuu wa Jeshi la Polisi Afande Camillus Wambura kwa kunichagua na kunipangia majukumu mapya ya kuwa mkuu wa polisi au RPC Mjini Magharibi. Kwa hiyo nimesema nije nitoe taarifa fupi ya hali ya uhalifu na kutoa machache kwa wananchi na nyinyi waandishi wa habari. Kwa ujumla, hali ya uhalifu mkoa wa Mjini Magharibi Unguja ni shwari. Hatuna matukio makubwa yaliyojitokeza kipindi cha hivi karibuni. Matokeo ya kawaida ambayo kila yakijitokeza yanadhibitiwa. Na katika kipindi hichi cha mwezi mmoja tumeweza kufanya operation mbalimbali ambazo zimeweza kukamata watuhumiwa takriban 91 watuhuma makosa mbalimbali. Miongoni mwa watuhumiwa hao waliokamatwa yupo mtuhumiwa anayefahamika kwa jina Abdulkadir Juma Saleh. Huyu ana miaka 22, Mchaga wa Chuini, alikamatwa kule Magharibi A, na huyu alikuwa anatuhumiwa au ni mwizi sugu wa makosa ya unyang'anyi na wizi wa pikipiki. Mtuhumiwa huyu alikamatwa na pikipiki 3 za aina mbalimbali, ikiwemo pikipiki aina ADV 160, Vario 160 na Filano 160. Zote zina thamani ya shilingi milioni 18. Mtuhumiwa huyu katika kufanikisha uhalifu wake amekuwa anatumia mbinu ya kujifanya ni mtumishi wa vyombo vya dola. Kwa maana anawaaminisha wale wanaouza pikipiki kwamba yeye ni mtumishi wa Jeshi la Polisi au Jeshi la Wananchi na kwamba anahitaji pikipiki kwa ajili ya matumizi yake. Sasa mbinu anayotumia, kwanza analenga zile pikipiki zenye thamani. Na kwa sababu wameshamuaminisha mwananchi yeye ni askari polisi au ni wa jeshi, huwa kabla ya kufanya malipo utaka kuitesti ile pikipiki. Na akitesti umemwachia, anaitesti ndo anaondoka nayo moja kwa moja. Kwa hiyo ndio mbinu anayotumia. Ameweza kufanya hivyo kwa watu 3 ambao waliripoti kituoni, nasi tuliweka mtego, tumempata, na tunaamini kuna wengine wengi wameibiwa kwa mbinu hii. Hivyo nichukue fursa hii, waandishi wa habari, kwa wale ambao wameibiwa kwa mbinu hiyo, basi wafike kituo cha polisi Madema kwa ajili ya kutambua mhalifu na hatua zingine ziweze kuendelea. Ndugu waandishi wa habari, kuna mtuhumiwa mwingine anaitwa Ali Mshamata Ali au maarufu Dizo. Ni miongoni wa watuhumiwa waliokamatwa na miaka 27, mshilazi wa Mwela huko Magharibi A. Mtuhumiwa huyu alikamatwa akiwa na pikipiki 2 za aina ya TVS. Mojawapo ilikuwa haina namba, lakini mojawapo ina namba Z441 PZ. Mtuhumiwa huyu pia alikamatwa akiwa na simu 3 za wizi, kitambulisho cha NIDA chenye jina la Mariam Ali Kimaro, pamoja na zile chip 28. Na tunaamini hizi chip 28 manake haya ni mazalia ya simu ambazo zimeibiwa maeneo mbalimbali. Hivyo sasa hivi tunafanya jitihada za kuweza kuwatambua zile chip, tuzitambue ni nani wamiliki wake, ili tuone waliibiwa katika mazingira gani. Kwa sababu tunaamini hizi ni simu. Ndugu waandishi wa habari, katika operation hizo tumefanikiwa kukamata hizo operation ambazo tulikuwa tunazifanya. Pikipiki 14 za aina mbalimbali. Tumeweza kukamata madawa ya kulevya yanayosadikiwa ni bangi yenye uzito wa gramu 21 pamoja na ng'ombe dume katika kipindi cha mwezi mmoja. Vile vile jitihada za kuimarisha usalama barabarani, Jeshi la Polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani limekamata jumla ya makosa 3877
ya usalama barabarani katika kipindi hicho, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinafuatwa na kupunguza ajali zinazoweza kuzuilika. Na katika kipindi hiki cha mwezi mmoja uliopita, jumla ajali 12 ziliripotiwa, ambapo kati ya hizo ajali 8 zilisababisha vifo vya watu 10 na ajali 4 zilisababisha majeruhi 8. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Alfatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Alfatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Alfatah TV Online, dira ya umma.